Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tumekuja hapa kwa hii msikiti ya Nyadhona na ndugu yetu mashallah, ulitupatia amana na tukakueleza katika hiyo amana ambayo umetupatia kuwa ingine tutatumia katika kurekebisha pande ya msikiti, pande ambao haikuwa imemalizika vizuri. Na alhamdulillah, kama hapa kuna rangi tulikuwa tumeweka lakini kidogo kuliharibika, so rangi tunarudia pande hii yote tunaweka rangi. Alhamdulillah, kwa maana uliotoa Mwenyezi Mungu akulipe na akufungulie. Allah awafanyie pesi, kama kuna uzito popote Allah akulipe ndugu yangu. Hapa ndio nilikuwa nakueleza kuna sehemu ambayo hatukumalizia vizuri, tunarekebisha hapa. Pia upande huu mwingine hii yote tunarekebisha, manake msikiti ndio huo. Na hapa pia sehemu ya kutawadhia, sijui cameraman yangu ataiona vizuri, ungekaa pande ile juu ya jua uweze kuona hapa. Hapa sehemu ya kutawadhia ilikuwa bado hatujamaliza. Hapa lazima tutaongeza tiles, naweka tiles na hapa hivi, na hizi viti tunaweka tiles. Ndio nikakwambia bado hatukuwa tumemalizia vizuri katika finishing. Naona kuna kitu kidogo kidogo ilikuwa imenini. Sasa yoni kitu. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tawfika kufika sehemu kama hapa. Hii ni msikiti tulikuwa tunajenga, na kuna ndugu yetu alitoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tulikuwa tumebakisha sehemu kubwa ambaye inafaa kurekebishwa. Hapa unaona kuna viti hizi hazina tiles, na huko chini mahali pa maji kupita ya kutawadhia hazina tiles. Hapo chini pia hazina tiles. Hii rangi tulikuwa tumepaka japokuwa imenyeshewa, baada ya kunyeshewa ikaisha. So tunataka kurudia hii rangi pia, msikiti ing'are. Kisha tunazunguka huko nyuma pia, mashaallah, huko nyuma pia inahitaji rangi. Hapa hii sehemu inahitaji rangi bado. Kule juu tunafaa kuweka mshipi moja ya kuzuia maji isiharibu rangi, ili maji itoke na sehemu nyingine. Tunafanya hiyo kazi kuanzia leo mpaka siku ile itaisha. Mashaallah, jazakallahu khairan jaza. Ndugu yetu aliyetoa mali yake, Allah subhanahu wa ta'ala akujalie jannatul firdaus al-a'la, wewe na wazazi wako na ahli yako wote. Allah subhanahu wa ta'ala akujalie jannatul firdaus al-a'la, pamoja na sisi ambaye tunawatangazia Waislamu. Hapa ndio tumefika. Hapo pia ni sehemu za choo za wamama. Unaona kuna mlango tatu hapa. Hapa tunaweka tiles, juu tunapaka rangi, ndani tunaweka tiles. Hiyo yote ni kazi ya Waislamu. Kwa hivyo hii ndio ile kazi ilibaki. Tunajaribu kumaliza tuone kama itaisha. Hapo chini kuna sehemu ambayo tulikuwa tumebakisha pia haina tiles. Hapa tunafaa hapo inafaa ipakwe rangi na bado ndani iwekwe tiles. Mashaallah, hiyo ukuta mnaona vile imechakaa kwa sababu tulipojenga hatukupaka rangi. Na hapo ndani sasa tunaweka tiles. Chini hapa tunaweka tiles, mashaallah. Hapo chini tunaweka tiles. Na huku tunaweka tiles, ikiwezekana ikifika juu kidogo tunapaka rangi. Tunaweka tiles kama hapa mpaka hapa hivi, na ikiwezekana ikitoshea tiles tunajaza tiles yote. Hapo ndio tumefika, na hii kazi inaanza leo, na sababu naona mafundi wamefika, wako hapa. Hata tiles wametoa, ndio hizi tiles wametoa. Hizi ndio tiles wametoa tayari. Hii tiles tulikuwa tumebakisha, ilikuwa ni balance ilibaki. Hii tiles zote leo zitatumika na zingine ziko huko ndani. Tutamaliza. Halafu hapa tumebakisha kiti moja. Hizi viti zote hazina tiles, ndio zimechakaa, hazina tiles. Hapo pia tutaweka kiti moja ingine, na huko kote tunapaka tunaweka tiles. Hii mabati tunapiga rangi, mashaallah, huko kote tunapiga rangi nyeupe. Pande hii juu tunapiga rangi green. Allahu akbar. Kisha tunaenda pale kwa ukuta. Kuna ukuta inajengwa
Tunaenda kwa hiyo ukuta. Inaitwa perimeter wall, yani kwa kizungu, lakini sisi tunajua ni ukuta tu. Inaitwa perimeter wall. Perimeter wall maana yake ni fence ya msikiti ambaye inawekwa mawe, na fence ya msikiti ndio hii inajengwa. Mashaallah, unaona mafundi wako hapa. Mashaallah, leo wameanza kazi, ilikuwa imebaki kidogo. Ilikuwa nusu, lakini sasa unaona wameweka course moja. Hii wameweka course moja, leo ndio wameanza. Nafikiri ikifika baada ya siku 2 itakuwa imeisha. Hivi ndio ilivyo. Sheikh yule ulitoa hela yako, mashaallah, inafanya kazi kama kawaida. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah. Wale walimtoa mali yao wakasimamisha wakajenga hii msikiti na wanaweka hii fence, Allah subhanahu wa ta'ala awajalie jannatul firdaus al-a'la, na sisi sote Allah subhanahu wa ta'ala atunishe katika jannatul firdaus al-a'la, na atujalie husnul khatima inda al-maut. Nampatia Ustadh Hassan Kariuki kidogo aongee na Waislamu na utufanyie dua. Sheikh, karibu sana. Naam, shukrani mwalimu wangu, mwalimu Ali, mwalimu wenzangu. Na kwa kusema kweli ni neema kubwa na kwa kuweza kupatikana msikiti katika area hizi. Hii msikiti ilipatikana na ni pahali ambaye ni huko reserve ama kwa mashambani kwa kule Kikuyuni ndani, na hapa ni kwa watu wetu, na watu wetu ndio wako hapa. Na tulipata msikiti, tulifurahi kwa sababu watu wengi ambao walikuwa kwa hapa Waislamu na wale wameingia katika dini wameweza kupata pahali yao ya kujistiri na pahali ya kuja kusoma. Na wengi wao hapo ukiangalia ni watu ni wakulima, na ndio naona hata mtu akisilimu nakuta anaenda shamba asubuhi, saa zingine jioni anakuja anasomeshwa, anakuta imamu pale anasomeshwa. Na ni ile sehemu kidogo tulikuwa tumebakisha ndio tunajaribu kumalizia, na tutaona kama itaisha yote. Kama kuna ingine ambaye itakuwa imebaki, basi tutawaeleza Waislamu kuna bahali imebaki, lakini ile kidogo ndugu yetu amesema tumalizie, ndio tutajaribu tumalizie. Ndio naona tumeanza kazi na mafundi wote wako hapa, na ni kuombea tu Mwenyezi Mungu amfanyie sahali mambo yake, na chochote anafanya na biashara yake na nini yote, Mwenyezi Mungu aweke baraka ndani yake, azidi kusaidia dini ya Mwenyezi Mungu. Na wote Waislamu wote ambao walichangia huu msikiti, na sasa hii watu wanasali, hii ndio inaitwa kwa sadaka tujaria, sadaka ya kuendelea. Akiondoka duniani bado thawabu zake zinaingia, ataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio tumeanza kazi na tunaendelea. Wacha tuone tutafikia wapi kufika masaa ya mchana huko na jioni, tuone kama tutakuwa tumeshamaliza inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikiti ndio hiyo, na ndugu yetu uliotupa amana na ukatutuma inshallah kueleza kuna mambo ya urekebishaji ambao haikuwa inamalizika kabisa, ndio tunaweza kumalizia, na inshallah tutakuwa tukikupa update mpaka tumalize katika hiyo sehemu. Hii ni perimeter ya msikiti ambao tumeweka upande moja ya juu inshallah, ama tuone namna itakavyokuwa inshallah. Asalamu alaykum. Na msikiti ndani ndio hivi, mashaallah, kwa tumejenga kitambo, mashaallah, ajab, mashaallah, taqabbalallah, mashaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan jazaa. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie ndugu zetu wale wametusupport kwa hii kazi. Naona hii Qullatayn tayari imeisha, imebaki kidogo tu. Hii ni kupiga msasa leo na kesho mashaallah itakuwa imeisha. Tulisema tunapiga rangi hapa, choo ya upande ya wanaume ndio hii. Tumepiga hii rangi. Naona rangi mashaallah imetokezea vizuri sana. Imeng'ara rangi mashaallah, na nazunguka huko nyuma. Hii ni kazi ya zamani, tulikuwa tumeweka hizi tiles na hizo yote, mfereji, kila kitu, mlango, dirisha yote zimeisha. Lakini kuna vioo za dirisha zimebaki.
both side huko na huko kote zimebaki, lakini rangi ile tulisema tunapaka jana na leo, mashaallah imeshika vizuri sana. Hii ndio inaitwa rangi ya green ya Safaricom ile wanatumianga. Ndio hii rangi inaendelea kuisha, mashaallah. Baki tu kidogo tu, hiyo kidogo itaisha leo biidhnillah. Ndio hivi inavyoendelea kazi. Ni kazi zetu sisi sote Waislamu, mashaallah. Ni jukumu letu kung'arisha nyumba ya Allah. Rangi unaona vile imeng'ara, naona mafundi wamesimama. Mzee pia yuko hapa, Allahu akbar. Imeng'ara msikiti, mashaallah. Hii choo imeng'ara, Allahu akbar. Wale walitoa mali yao, Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah. Na Allah subhanahu wa ta'ala awapatie jannatul firdaus al-a'la. Kazi inaendelea, mashaallah. Sijui kamera maana imepotea wapi. Kumbe unazuka kwa mashamba. Sasa hivi ndio hiyo kazi, ndio hii imefika hapa. Ndio maana Waislamu tunapowaeleza kazi ya da'wa ina uzito nyingi sana. Kuna kazi ya ujenzi ya msikiti, kuna kazi ya kulisha mayatima, kuna kazi ya kusaidia wale waliosilimu, muallafatul qulub. Na hii ni kazi ya Waislamu, ni kazi yetu sisi sote. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie, mashaallah. Unaona hicho jana vile tuliwapatia picha yake vile ilikuwa na vile leo ilivyo, iko tofauti sana. Tofauti ni kubwa sana. Vile ilikuwa imechakaa jana na vile leo imeng'ara, iko tofauti kubwa sana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala awang'arishie janna yenu na awapanulie kaburi zenu siku ambaye mtafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala awapanulie kaburi zenu yawe mabustani katika mabustani ya peponi. Vile mnavyong'arisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ang'arishe qalbi zenu na nyoyo zenu. Allah subhanahu wa ta'ala awalindie familia zenu na awapatie jannatul firdaus al-a'la. Na mkitoka duniani muwe na watoto wema ambao watawakumbuka mkiwa kaburini, wanafanya ile kazi mlikuwa mnafanya. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie watoto wema kama wa mtoto wa Nabii Ibrahimu ama watoto wa Nabii Daudi alayhi salam. Alipewa Yahya Nabii Daudi, Nabii Zakaria, mashaallah. Nabii Zakaria alipewa mtoto mema, aliomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie mtoto mema, akapewa Nabii Zakaria. Na nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala awajalie watoto wema kama vile Nabii Zakaria alipopewa mtoto mema. Kwa hivyo hii ndio ile kazi mtuliwaambia, na ilikuwa imepungua kiasi, lakini sasa naona imebaki kuosha tu hapa kidogo. Naona tiles zimewekwa, hiyo mabati ipigwe rangi. Allahu akbar. Hii ndio ile kazi tulikuwa tunawaeleza. Tunaenda kwa ukuta sasa kule mahali inajengwa ukuta ya msikiti. Tunaenda hapo. Tunaona hii msikiti ndio hii mambo yake. Nafikiri mliona wakati nyingi sana hii msikiti. Na ukuta ndio hii. Jana ilikuwa nusu, leo imekuwa full. Sasa inarembeshwa tu. Hii ukuta inarembeshwa tu na inakorogewa hizi chuma. Hizi chuma zitakorogewa. Zote hizo partitions za chuma zitakorogwa. Sasa hapa tunaweka urembo tu hapo juu kidogo, inarembeshwa kidogo. Mashaallah, inaendelea kuisha. Hapo ndio ile mkuta tulikuwa tunawaeleza jana. Na pale ndio tulikuwa tunawaeleza kwa choo ya wamama na choo ya wazee. Na hiyo ukuta mnaiona, mashaallah, imefika mpaka mwisho huko. Inafaa iteremke chini. Fence ya ukuta ya msikiti iwe kona zote 4 ziwe zimetimia. Hivyo ndio tumepanga biidhnillah. Ikiwezekana Waislamu watajitokeza tu. Hii wall pande hii tumemaliza ya mbele. Nabaki hii line mpaka mwisho.
tukate right hivi, yani kona zote 4 zijengwe vile zimejengwa hii ukuta hapa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunia wal akhirah. Ile mmetoa Allah subhanahu wa ta'ala aweke katika mizani yenu ya hasanati. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote jannatul firdaus al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala tukutanishe na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atupatie husnul khatima inda al-maut. Naimalizia hapa nikisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kama hivyo Sheikh Ali ametueleza, kwa ile uwezo ambao ndugu yetu alikuwa ametupatia haingewezekana kufanya kazi yote, so tumefanya kurekebisha pale, ndio ile tumerekebisha sababu ilikuwa ni uwezo ambao ametoa na tukuwa tumeweka mchango kwa ajili ya hii msikiti, kwa sababu tulikuwa tumechangia ile wakati tukafikisha mahali tulipofikisha. Alhamdulillah, tulishukuru. So katika ile mchango ambayo ametupatia, inshallah haikuwa na uwezo mwingi isipokuwa tuweze kumalizia katika sehemu ambazo zilikuwa zimebaki. Ila sasa katika masuala ya ukuta, sisi uwezo wetu tumeweza kuongeza ikafika sehemu hii, na hii ni ukuta moja tu ya upande wa barabara, upande wa ndani, na hii sehemu inataka iweko ukuta yote perimeter yake kuteremka na upande ile mwingine. Hii tumeweka kwa ajili ya kukata, itakatwa hii area ya barabara ndio iweze msikiti kuonekana vizuri. Hii imewekwa tu upande ya mbele inshallah, kwa sababu uwezo nao inaenda na ile uwezo ambao umepatikana ni uwezo mchache mdogo yani, lakini tunashukuru alhamdulillah. Katika hiyo tunashukuru alhamdulillah, na aliyetoa Mwenyezi Mungu amlipe na familia yake, Mwenyezi Mungu afanyie pesi panapo uzito, kama kuna maradhi Allah wape shifa, kwa sababu kujitolea sio kwamba mtu ana mali, kujitolea kunataka moyo zaidi. Watu wengi wana mali lakini kutoa wanakuwa ni bakhili, hawataki kutoa kwa ajili ya Allah, lakini kuna wale Allah amewajalia. So ukiona pia ukitoa, unatoa sadaka kwa ajili ya kufanya jambo la kheri, mshukuru sana Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekujalia na akakupa hiyo moyo wa kuweza kutoa, sababu kutoa pia ni kazi, sio mchezo hivi. Msikiti ndio hiyo tumaliza mashaallah alhamdulillah. So ni hiyo tumalizia, tunasema hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambayo tuna furaha kwa kufika katika viwanja hivi, lengo na makusudio kubwa ni kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na Muhammad ni mtume kwa ajili ya walimwengu wote. Ndio mtume aliyetumwa kwa watu wa rangi yote, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio mtume amepewa Qur'ani, na mtume akatumwa katika huu umma wa mwisho, na akatumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Mimi wananiita Salim Muislamu. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Pito Situ, mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Asante sana. Ungekuwa na swali yoyote ungependa kuwauliza Waislamu, labda unasemanga nikipata Waislamu nitawauliza swali hii na hii na hii na hii. Sisi ni wanafunzi bado, lakini walimu wanatufunza pole pole. So, je, una swali ungependa kuuliza kuhusiana na Uislamu? Nina swali. Hebu lete hiyo swali tuisikie. Mimi hakuna dini na heshimu kama dini ya Kiislamu. Jambo la kwanza. Asante. Jambo la pili, Waislamu ni watu mambo yao wanafanya kikamilifu. Jambo la kwanza, napenda Muislamu ana dhuluma. Muislamu nimekaa nao Mombasa kwa muda mrefu, na pia hapa nimekaa na Waislamu hapa Isilini, kuna Waislamu tunafanya kazi nao na waelewa vizuri sana. Lakini sasa mimi kitu kinaniogopesha kidogo katika hali ya Uislamu ni serikali yetu ya Kenya. Sababu gani nimesema serikali yetu ya Kenya? Serikali yetu ya Kenya, kama sehemu za kwetu kule Kisii, tukienda huko sehemu za kwetu Kisii, tukiingia ndani kule reserve, kama sehemu za Etago penye nimetoka mimi pale, na vile nilikuwa nakaa Mombasa pale, nikifika pale badala waniite mimi ni Pito Situ, wanasema Alishababu amefanya nini? Ashaingia kijiji.
Sasa unapata mtu unaandamwa sana. Hata siku moja nimejiuliza, sasa kama mimi naandamwa hivi, mambo ya fitina kitokea kidogo kijiji, naambiwa huyu jamaa anaweza kuwa na bunduki, huyu jamaa anaweza kuwa na bomu, huyu jamaa ni jauri, ni gaidi. Sasa tunashindwa kuelewa. Sasa hii mambo ya serikali kufuata mambo ya Islam sana, ati ni Al-Shabaab, mara hata mtu ambaye hata mimi sijaslimu nini, nishakujua kwa nyumba na polisi usiku, na bado hata hujaslimu kwa sababu tu umetoka pande za Mombasa. Bado sijaslimu sababu nimetoka sehemu za Mombasa. Nimekujua na polisi wangapi? Polisi watatu na bunduki, na jamaa moja amevaa maski nyekundu pale, wakaingia kwangu na gonga, kaingia kinguvu. Kitengo ya usalama lazima iangalie usalama namna ilivyo, kwa sababu katika nchi labda kuna mambo labda walikuwa wanataka kuangalia. Lakini kwanza umesema Waislamu wana uadilifu, na hiyo ni ukweli, kwa sababu Qur'ani inatufunzaje? 16:99 Qur'ani. Sikiza Qur'ani inatufunza namna gani mambo ya Muislamu, uadilifu. Kwanza ni sheria ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Sikiza Qur'ani inasemaje. Na wewe kama umeishi Mombasa, afadhali ungesilimu, wala usiogope kulaumiwa na yote. Katika hao polisi wengi ni Waislamu, kuna mapolisi Waislamu, kuna wakubwa mpaka wa polisi ni Waislamu. Uislamu ni dini. Mpala vizuri. Na labda ni mtu tu anakuwekea fitina. Anaona labda unataka kuwa Muislamu ufuate njia iliyonyooka. Unaona fitina yukosi, lakini utaangaliwa uonekane wewe hauna tatizo yote. 16:99 Qur'ani. Sikiza inasemaje? 16 Suratu Nahri. 16:99. Sikiza vitu namna vinavyosema katika Qur'an, ambao Qur'ani ndio kitabu cha mwisho ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha kwa ajili ya walimwengu wote. 16 Suratu Nahri, aya ya 91 nianzie. 91. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Natimizeni ahadi. Asante. Mnazozitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Asante. Mnapoahidi. Wala msivunje hizo ahadi. Baada ya kuzidhubutisha. Asante. Hali mmekwisha mfanya Mwenyezi Mungu kwa shahidi wenu. Unasikia, tunaambiwa kwanza tutimize ahadi ambazo umetoa ahadi. Ukitoa ahadi lazima unatimiza. Unaona Anza 90 ndio aelewe vizuri. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu. Kwanza Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu, na kufanya ihsani. Na kuwapa jamaa na wengineo. Na anakataza uchafu na uovu. Asante. Na dhulma. Na anakunasihini ili mpate kufahamu. Unasikia, Mwenyezi Mungu ndio ametuambia hii uadilifu. Lazima tufuate uadilifu. Ndio unaona Waislamu wako na uadilifu. Lakini wewe usiangalie how the society will say about you. Wewe kile kitu inatakana ufanye ni wewe ujisalimishe nafsi yako na moto wa Jahannam. Yani wewe umekaa katika kanisani hiyo miaka yote, lazima ujiulize, je, hii njia ninayofuata ni njia ambayo ya Mwenyezi Mungu au nimefuata njia iliyopotoka? Pata vizuri na usidhani ukisilimu ati hautapata challenge. Utapata challenge. Kuna watu watakuudhi, ima majirani, ima ndugu zako, ima watu. Uwezi kosa watu ambao watakuudhi, lakini ni wewe uwe na istikama. Ujue nimeingia katika dini ya haki na lazima niwe na msimamo. Istikama ni uwe na msimamo. Yani msimamo wangu ndio huu. Waseme mimi nafuata hii, kwa sababu wewe unajua haufanyi machafu. Wewe unafanya kile Mwenyezi Mungu ameamrisha. So usihofie ati itatokea. Hapana, hata mimi naongea na wewe ni mtu wa kusilimu. Mimi nimetoka Central, wewe unasema umetoka Abagusi. Wale wanasema ayembioli wailile vuya, unaona ningiyogoteva abantu batonyolile, unaona Sasa wewe usiwe na wasiwasi. Wewe kama kuna swali yoyote inayokusumbua katika Uislamu uuliza. Ukimaliza wewe silimu, au ukitaka kusilimu usajua mambo yote katika Uislamu ni ya haki, unasilimu, unaingia madarasa. Tuko na wakisi wengi Waislamu katika nchi ya Kenya. Wengine ni maulama. Unaona watakufunza pole pole. Wewe usiogope kulaumiwa. Kulaumiwa iko. Mungu anasemaje? Qur'ani 5:82. Sikiza, kulaumiwa iko, utalaumiwa tu. Tena ukisilimu unapata watu wanakulaumu, na ndio unaona watu wa kusilimu wanafaa kushikiliwa kwa sababu wanapata mitihani hiyo. Mimi najua kwa sababu mimi mmoja wa kusilimu. Unapata mpaka dadako mmetoka tumbo moja hakuongeleshi kwa sababu wewe umekuwa Muislamu.
Unapata watu wa nyumbani wengine wanajitenga na wewe, wanasema huyu kaingia katika dini ya majini, propaganda. Lakini unapowaeleza na wakajua ukweli mahali unaposimama, unaona wanatulia. Sikiza inasemaje Qur'an 82. Anza 84 basi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nao wakilaumiwa kwa kusilimu kwao, kwa sababu inajulikana ukisilimu utalaumiwa, na ukilaumiwa kwa ajili ya kusilimu kwako, husema wewe unasema, na kwa nini tusimwamini Mwenyezi Mungu? Unawauliza, mbona tusimwamini Mwenyezi Mungu? Mbona mnatulaumu kwa sababu tumekuwa Waislamu? Mbona tusimwamini Mwenyezi Mungu? Na haki iliyotufikia, kwa sababu tumefikiwa na haki, kwa sababu Uislamu ni haki. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. So mnakubali haki, usione kulaumiwa. Na hali tunatumai Mola wetu tuingize peponi pamoja na watu wema. Na hali wanatumai Mwenyezi Mungu awaingize katika pepo pamoja na watu wema. Unanipata vizuri? Ndio. So wewe usijali katika mambo ya kulaumiwa. Yes. Sawa vile umeniambia. Umeniambia vizuri. Na nimeelewa umesema nini. Sasa shida ni kwamba hata Mombasa mimi nakuwa dereva matatu pale Mombasa, Mshomoroni, town, Miritini nimefanya na nimekuwa na wenzangu. Lakini sasa ile jambo la kwanza tukishikwa, maybe umefanya kosa la matatu kidogo, ile jambo ambalo wanataka kujua wewe ni mtu gani. Ukipatikana ni Muislamu pale na umefanya makosa matatu, nakwambia ile faini utapata pale kotini, si wacha kotini, pale polisi ile pesa utaambiwa utoe, ni pesa nyingi sana. Hakuna mtu ambaye, vijana wenzetu tulikuwa tunafanya kazi Mombasa ya matatu kama madereva, hakuna mtu ambaye alikuwa ni mtu wa Kiislamu akishikwa ile pesa akatoa kidogo kabisa ni 50,000. Hiyo unajua hatuwezi dhibitisha kwa sababu hatuna ushahidi, unaona Yes. So hiyo ni mambo hatuwezi dhibitisha, hatuna ushahidi. Ile mambo ambayo tunafanya hapa, kama ni hiyo, kuna ulalamishi ambao unafaa kupeleka katika vitengo ambao vinatakana katika nchi ya Kenya, unaona. Ile mambo tunayotaka hapa ni mambo ya Qur'ani na Biblia, maswali ambayo utakuwa nayo. Sasa hiyo itakuwa labda wewe uko na malalamishi katika vitengo vya serikali, kuna sehemu ya kupelekwa malalamishi kama hayo ambapo utasaidika. Kuna nini ya chief kadhi, kuna nini, unaona imewekwa. So wewe, mimi nataka nijue katika hii Ukristo unaokaa, wacha mambo ya serikali, wana shughuli zao wanaofanya. Katika hii mambo wewe ya Ukristo unayokaa wewe na Uislamu, kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Wacha mambo ulikuwa wa matatu nini, si tumekuwa Waislamu na uwezi wekelewa vitu kama hizo. Serikali ya Kenya is very fair, wakikupata na makosa ndio wanakuhukumu na ile makosa wamekupata nayo, unaona. So wewe wacha, labda uliona mistake moja na nini, wala katika serikali uwezi labda kosa mtu mmoja ana kasoro zake, ndio hivyo. Uwezi wekelea nini the entire government. Hiyo tusiingie katika hiyo, kwa sababu kuna watu ambao wanashughulika na watu wa aina hiyo ambao wanaleta uchafu wa aina hiyo. Sisi kile kitu ambacho tunakuuliza hapa, kinachokuzuia wewe uwe Muislamu nini? Au kanisa unaenda kanisa gani kwanza? Mimi kanisa yangu ya kuzaliwa ni Msabato, SDA Church. SDA Church, asante sana. Huko SDA Church mnamjua Muhammad kama nani? Pale SDA Church. Muhammad mnamtambua kama nani? Pale SDA Church, Muhammad tunamtambua kama mtume. So nyinyi katika SDA mnajua Muhammad ni mtume. Ndio. Na kama mnajua ni mtume, mbona mfuati mkaja msikitini? Kinachowazuia kuja msikitini nini? Sasa pale wanabii ni wengi pale. Ala, katika SDA mna manabii tena? Yani hii kama tuseme sasa Muhammad, kuna manabii wengine walikuwa pale kama kina Petro, Peter, nini, wala wanafunzi 12 wa Yesu. Wale sio manabii. Wale sio manabii, wanafunzi sio manabii. Unanipata vizuri? Wanafunzi wanaitwa disciples. Okay. Manabii wanaitwa prophet. Unanipata? Okay. Yesu ndiye alikuwa nabii. Yes, wale hawakuwa manabii, sawa? Wale walikuwa wanafunzi. Na ndio unaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye alikuwa nabii. Wale aliokuwa nao walikuwa ni maswahaba. Maana wale wafuasi wake wa karibu, unaona wale maswahaba. Wale wamemuona. Unanipata vizuri? Lakini saa hii ukiambiwa kuna mtu nabii ni uongo.
Hamna nabii. Watu wanajiita nabii ni kwa ajili labda mtu ana mambo yake tu anataka kunini. Nabii wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada yake hakuna nabii mwingine hapa duniani. Qur'ani 33:40. Karibia brother, pia swali yako tunahitaji sana. Islam. Asante sana. 33:40 Qur'ani. Inshallah. 33:40 Qur'ani. Mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Muhammad si baba yote katika wanaume wenu. Sikiza kwanza, Muhammad unaambiwa sio baba yote katika wanaume wenu, malizia. Bali yeye ni mtume wa Mungu. Bali Muhammad ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Na ndio mwisho wa mitume. Sasa baada yake ukisikia mtu anajiita mtume, ule mtume feki. Muhammad ndio mwisho wa mitume, anafunga hiyo chapter, na ndio akatumwa kwa ajili ya watu wote. Amepewa kitabu ambao ni Qur'ani, ambao ni kitabu kinaongoza watu wote. Sasa kama wewe sio Muislamu, unakuwa huko katika njia ambayo ni ya upotovu. Sasa ni sharti uwe Muislamu, kwa sababu usipokuwa Muislamu inakuwa uko katika upotovu, na upotovu utakupeleka motoni. Sasa nauliza, Muhammad alikuwa kabila gani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Mwarabu. 42:7 Qur'an. Ametokana na kabila ya Waarabu ambayo inajulikana kama Wakureshi. Sikiza vizuri, 42:7 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa lugha kwa Kiarabu. Asante. Ili waonye watu wa Makka na walio katika nchi zilizo pembeni mwake. Unasikia hata Qur'ani yenyewe ameteremshiwa kwa lugha ya Kiarabu. Yaani yeye ni Mwarabu, Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Yeye alikuwa ni Mwarabu, tena ametoka pale Makka. Sasa tuseme Uislamu sasa imetoka Uarabuni. Hapana, Uislamu sasa imetoka wapi? Uislamu haijatoka Uarabuni. Uislamu imetoka kwa huyu 2:139 Qur'ani 138. Sikiza, Uislamu umetoka kwa nani? Sasa Uislamu kutoka hujatoka Arabuni pale, hapana. Uislamu umetoka kwa huyu aliyeumba mbingu na ardhi. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Sikiza, Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. So Uislamu umetoka kwake Mwenyezi Mungu. Teremka. Kuweni na nyinyi Waislamu. Unaambiwa kuweni na nyinyi Waislamu. Malizia. Na ni nani aliye mzuri kwa kupamba kuliko Mwenyezi Mungu? Na ni nani aliye mzuri wa kupamba kuliko Mwenyezi Mungu? Na sisi tunamwabudu yeye tu. Na sisi tunamwabudu yeye tu Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye ametuletea Uislamu. Mungu ndiye ameleta Uislamu. So Uislamu hujatoka kwa Waarabu. Uislamu umetoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Na ndio unaona hata huko mwanzo huko nyuma watu walikuwa Waislamu. Qur'ani 2:130. Tumpe dosi pole pole 130. Pole pole ndio aelewe. Na Uislamu ni haki. Na kuna mambo mengi hata wewe kwa macho unawezaona Uislamu ni haki. Kwa sababu ukiangalia kama hapa huwa tunafanyia, unapata kama wale ni Wakristo wameweka mkutano pale na hawa ni wenzao wameweka hapa mkutano. Wote wanahubiri Biblia moja. Na wote hawezi kusanya pamoja wakahubiri. Na ni Yesu ni mmoja. Sasa unashindwa nini hicho wanang'ang'ania? Muislamu ukija upate Muislamu anafanya mkutano hapa, itabidi mshirikiane, lakini wote wana Biblia, hawa wana Biblia. Hawa wanasema Yesu Bwana, hawa wanasema Yesu Bwana. Wote wanasema tunaenda kanisa. Unanipata vizuri? Lakini hawasikizani kwa sababu wana chuki ndani yao. Hawana upendo. Sisi tukipata Muislamu anahubiri hapa, tutampa nafasi au tusikize mahubiri. Pata vizuri. Kwa sababu dini sio mashindano unafanya. Sawa? Dini ni nasaha. Dini ni nasaha. Sawa? Sikiza inasemaje? Qur'ani 2:130. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Teremka pole pole ndio aelewe. Na nani atajitenga na mila Ibrahimu? Tunaulizwa ni nani atakayejitenga na mila ya Nabii Ibrahimu alayhi salam. Akaichukia dini hii ya Kiislamu. So ukiona mtu anachukia Uislamu ni mtu amekataana na Ibrahimu alayhi salam. So ukiona mtu anachukia Uislamu huyo ni adui mpaka wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Isipokuwa anaitia nafsi yake katika upumbavu. Isipokuwa yule anayetia nafsi yake katika upumbavu, kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni Muislamu.
So ukiona mtu anachuki na Uislamu ni mtu anayechukia mpaka manabii wa Mwenyezi Mungu. Teremka baba. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Tena Mungu anasema tumemchagua Ibrahimu katika hii dunia. Na kwa hakika yeye katika akhira atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Teremka. Kumbukeni habari hii. Mola wake alipomwambia nyenyekea, akanena nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Sikiza, akanena nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Unaambiwa nani atakayechukia dini ya Uislamu? Ule atakayechukia Uislamu ni ule anayejitenga na mila ya Nabii Ibrahimu. Na tumepata Uislamu, ni Mungu ndiye ameteremsha Uislamu akatupendelea tuwe Waislamu. Qur'ani 5:3 leo. Yaani Uislamu, wewe sikiza habari, Uislamu umetoka kwa aliyeumba mbingu 7 na ardhi 7 na ameumba kila kitu kivionekanavyo na ambao havionekani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mungu anasema ametukamilishia dini yetu. Na kukutimizieni neema yangu. Na Mungu ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. So aliyetufanya Waislamu ni Mwenyezi Mungu, na ukiwa Muislamu ni Mungu amekupendelea uwe Muislamu. Na ndio unaona hauwezi kuwa Muislamu mpaka Mungu akuongoze. Watu wengi wanatamani kuwa Waislamu lakini hawakui mpaka Mungu amuongoze ndio awe Muislamu, kwa sababu anayeongoza ni Allah. Kazi yetu ni kufikisha. So Uislamu hujatoka pale kwa Waarabu, Uislamu umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata Waarabu wameletewa Uislamu kutoka kwa Mungu. Sasa na Ukristo ulitoka wapi? Ukristo mimi nilizaliwa nikapata huko. Ulitoka wapi? Sasa wewe hiyo miaka yote mzee wangu umekaa kanisani, hujaiuliza hata mchungaji Ukristo ulitoka wapi? Unajua bwana, mimi huwa napenda kufuata mambo ya Kiislamu. Siwezi sema kitu ambacho sielewi na sijui. So wewe uko kule kwa Ukristo tu kimwili, lakini roho yako haimo. Unajua mimi pale niko pale, lakini sasa sijasoma hii mambo ya Biblia sana nijue Kristo ulitoka wapi, lakini huwa tunasikia akisema kwamba Ukristo ulitokana na yule Yesu alikuwa Myahudi. Yesu alikuwa katika hiyo nini? Alikuwa Mfalestina. Alikuwa Mfalestina. Kwa sababu alikuwa anaishi pale Palestina, lakini yeye kabila yake ni kutokana na hao Banu Israeli. Banu Israeli ni kutokana na watoto wa Nabii Yakub alayhi salam. Yes. Sasa mimi huwa nasikia kwa ile ya mafunzo ya dini nikiwa bado mtoto mdogo mpaka nimekuwa mtu mzima sasa hivi. Ukristo umetokana na ile mambo ya kuwa kwa huyu Mwisraeli ambao ni Yesu. Hiyo ni uongo. Ukristo umetokana na mtu anaitwa Paulo. 4:15 wa Korinto wa kwanza. Paulo ndio baba yenu na nini wenu, ndio anasema. Kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa Ukristo Paulo. 4:15. Sikiza vizuri. Maana wewe uko katika Ukristo. Yesu alikuwa ni Muislamu. Tena alikuwa akienda msikitini. Sasa wewe huwezi mchukua Yesu ukamuingiza sehemu zingine. Sikiza habari. 4:15 baba. Inasema kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo. Anasema ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Anasema nyinyi hamna baba wengi katika Kristo. Kwa nini? Maana mimi ndimi nilewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Anasema yeye ndiye amewazaa, maana yake yeye ndio baba yenu. Paulo walikuwa ni makruseda, ndio wameleta Ukristo. Kwa sababu ilibidi walete dini ambayo itapingana na mambo ambayo Yesu alikuwa akiyahubiri. Maana Yesu alihubiri Uislamu. Sasa lazima wangelete kitu opposite. Umenielewa? Nakuelewa. So njia peke yake iliyobaki ni uwe Muislamu, ujisalimishe nafsi yako. Lakini hatulazimishi mtu. Unakuwa kwa ajili ya kupenda kwako. Umesikia moyo wako umependa, Mwenyezi Mungu amekuongoza, ndio unasema nataka niwe Muislamu. Kazi yetu tuliyopatiwa ni ya kufikisha. Mimi najua watu wengi wanapenda Uislamu, wanaogopa hizo lawama ambazo umesema ati ukisilimu watu wenu wanapiga kelele. Sisi tumepata hata mtu amekufa na ni Muislamu, na watu wao wanajua huyu mtu amesilimu na kila kitu wanajua, lakini wanazuia mwili. Hawataki Waislamu tuzike, wanataka kufanyia ule mwili biashara. Kwa sababu Wakristo wengi wanafanyia maiti biashara. Akikufa wanataka wachangishe. Sasa wanaona Waislamu wakikufa hawatapata nafasi ya kuchangisha, na lengo lao ukifa wewe ndio wanafurahia, ndio waweze kukuchangishia. Wanaenda hapa wanaitisha hii, wanaitisha hii, yote hii wanataka ndio wabaki na kakitu. Na makosa wewe unafurahia msiba ndio upate manufaa. Bala vizuri, tunapata hizi challenge ziko.
challenge ziko. Mimi najua. Bara vizuri eh? So uko na swali ya ziada? Naona pia kijana naye tumkaribishe pia naye apate swali moja. Sasa swali langu nilikuwa nauliza ni hii. Tumepata Muhammad ametokana na kabila ya Waarabu, ukoo ambao unaitwa Wakureshi na huyu Yesu naye pia yeye pia ametokana na hiyo Waarabuni huko. Yeye ametokana pande ya Palestina. Kwa sababu Israeli ni nchi ambayo imetengenezwa 1948 na Waingereza. Hakukuwa na nchi inaitwa Israeli. Hiyo imeletwa kwa map 1948, imetengenezwa na Waingereza. Nchi inajulikana kama Palestina ile nchi. So Yesu alikuwa Mfalestini na alikuwa akiishi pale Jerusalem. Na sasa kuna kitu moja nilikuwa nataka kuuliza kidogo tu. Yesu na Muhammad, watu walikuwa rika moja, nani alikuwa mkubwa kuliko mwenzake? Kwa mkubwa Yesu ndio ametangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miaka mingi. Yesu ametangulia, Muhammad akaja nyuma ya Yesu. Wakati Yesu ameondoka ndio Muhammad akaja, lakini wote ni mandugu kwa sababu Waislamu wote ni mandugu. Yesu alikuwa Muislamu, Muhammad Muislamu, na zote ni mandugu Waislamu. So Yesu ndio alitangulia Muhammad, lakini wote walikuja na njia moja, njia ya Uislamu. Hakuna aliyekuja akafundisha Ukristo duniani isipokuwa Paulo ndiye aliyekuja kutoka pande za Italy, ndio amekuja wakapitia hiyo sehemu, wakaja wakakaa sehemu ya Syria huko, alafu na hapo Antiochia katikati hapo, alafu wakatengeneza Ukristo na ikawa wamekuletea. Lakini wewe ni maskini, tunaita innocent inheritor. Wewe hatuwezi kukulaumu kwa sababu wewe huna makosa. Tukisema maskini maana yake yani wewe ni innocent, yani maskini ambao umeinherit kitu ambacho huna habari nacho. Kwa sababu wewe nimekuuliza Ukristo nani, umeanza wapi, umetoka wapi, huna habari. Naona leo nikikuuliza hata kanisa ya kwanza imejengwa duniani sehemu gani, huna habari. Naona mimi ukiniuliza msikiti wa kwanza kujengwa duniani huko sehemu gani, na kusomea Qur'ani 396. Yani sawa wekwa. Sasa mimi sina maneno na sina swali lingine. Sasa ile kitu nilikuwa nauliza ni hii sasa. Uliza. Mimi mwanzo nilikwambia napenda Islam kabisa, na naona the character ya Waislamu pia mimi napenda. Ni watu wazuri. Lakini sasa mimi kitu nilikuwa nauliza ni kwamba sasa hapa Kenya watu wamegawanya hapa. Hata Wakristo ndio wengi kuliko Waislamu Kenya, si ndio? Hakuna tatizo kuwa wengi. Kwa sababu tunaambiwa njia ya walio wengi ni ya kwenda motoni hata. Ni ya upotevuni. Yesu anasema jitahidini sana kupitia mlango ulio mwembamba kwa sababu wengi wako lakini wanaenda motoni. Sawa, kuwa wengi sio hoja. Sasa sisi hatuangaliangi wingi wa watu, na ukimake your decision usiangalie wingi wa watu wanafanya namna gani. Unaweza pata uko sehemu watu wengi wanafanya zina. Sasa wewe itabidi ati na wewe ufanye zina ndio mfanane? Hapana. Lazima umake decision zako. Mimi sitafanya zina. Sasa nikiwa nimeslim, nimekuwa Muislamu, si lazima nifuate zile sheria za Kiislamu, si ndio? Lazima ufuate sheria za Kiislamu ambao ni Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali langu la mwisho. Mimi ni mtu na bibi na watoto. Asante. Na labda sikufanya harusi, lakini labda kama nilikuwa nimefanya harusi ya Kikristo alafu niingie Islam, ni Islam. Sasa nikitaka kuoa bibi nyingine si nitaoa tu, maana yake nyua mnaruhusu hiyo. Asante sana. So wewe unasema ukiingia katika Uislamu kama utaruhusiwa kuoa bibi mwingine. Kwanza nasema hivi, nikiwa Mkristo pale nimefanya harusi, na pale Ukristo haturuhusiwi kuwa na wanawake wawili. Wakristo hamruhusiwi kuwa na wanawake wawili. Yes. Lakini sasa nimegeuka, Uislamu umenivutia, nimeslim, nimeingia, nimekuwa Muislamu. Sasa pale nilikula ile kiapo kwa kanisa. Nimeingia kwa Uislamu pia nimekula kiapo kuwa Muislamu. Sasa unajua Waislamu wana sheria zao na Wakristo wana sheria zao. Sasa Muislamu huwa anasema yeye mwanaume anaruhusiwa kuwa na mabibi wanne. Waislamu si vibaya. Na Mkristo anaruhusiwa kuwa na bibi moja. Sasa nikiingia kwa Uislamu, je, labda nilikuwa nimefanya harusi na huyu bibi yangu ama siko nimefanya harusi? Nikaongeza mwanamke hii mambo Kristo nimeacha, niongeza wanawake wengine wawili wakuwe watatu.
Ndakuwa nimekosea. Kwanza uko na uwezo wa kuongeza wanawake wawili. Kile kinachoangaliwa katika Uislamu, je, una uwezo? Sio uchukue wasichana wa watu kaweka pale bure. Lazima uwe na uwezo. Lazima uwe na uwezo wa kuwalisha, lazima uwe na uwezo wa kuwatengeneza, yani kukimbia ile marathon wao unajua, unaona? Lazima uwe na hizo uwezo. Sasa je, wewe uko na uwezo wa kuwa na wake wawili au wewe uwezo wako ni mmoja? Inategemea uwezo wako. 4:3 Qur'an. Sio unachukua tu wake za wasichana ya watu unaweka kwa nyumba na una uwezo. Sasa lazima uwe uko na uwezo wa kuongeza. Para vizuri Uislamu ni dini iko na utaratibu mzuri mno. Kama una uwezo tosheka na mmoja. Dakika moja. Kwanza lazima uwe na uwezo. Sikiza Qur'an nasemaje? 4:3 Qur'an. Yaani Qur'an imeeleza kila jambo. Unajua kuna watu wana hizo fikra, anasema mimi nikisilimu lazima niongeze mke wa pili, wa tatu, wa nne. Hapana. Uislamu hauendi hivyo. Uislamu una sheria zake na utaratibu wake, sawa? Kama uko na uwezo ndio utaongeza mwingine. Sawa, kama una uwezo na unajisikia wewe unaweza majukumu. Maana kuna majukumu pale. Kuoa mwanamke sio ati kuoa tu au ukimaliza mambo ya kitanda ndio hivyo, hapana. Kuna majukumu mengine. Mke atazaa, watoto lazima waangaliwe, lazima wasome, lazima wakae vizuri, unaona? Kuna mambo lazima uangalie kama utawezana na hiyo uwezo. Kama una uwezo sikia Qur'an nakwambiaje? 4:3 kidogo moja. Wacha tumalize utaongea. Wako chini na Mwenyezi Mungu mwingine mwenye kurehemu. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima. Mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima? Basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Asante. Basi oeni mnawapenda katika wanawake. Oeni mnaowapenda katika wanawake. Maadamu mtawafanyia insafu. Maadamu mtawafanyia insafu. Angapi? Wawili. Unaambiwa unaanza na mathna au watatu. Au watatu. Au wanne tu. Au wanne tu, Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu. Na ukiona hauwezi kufanya uadilifu, basi oeni mmoja tu. Basi oeni mmoja tu. Kama wewe huna uwezo basi oa mmoja. Hakuna haja ujisumbue na wawili, watatu. Unapata vizuri Lakini kama uko na uwezo unaweza oa wawili kwa sababu wewe unaweza kuwalisha na unaweza kukaa nao. Unanipata vizuri inategemea wewe uwezo wako uko namna gani. Pata vizuri ndio hivyo. So kama una uwezo unabaki na mmoja. Sasa mimi naweza sema hiyo ni mambo mazuri sana. Sababu wanawake wametusumbua mbaya sana. Usiseme wametusumbua, sema wamekusumbua. Labda wewe ndio ulioa mwanamke ambaye anakusumbua. Na Wakristo wao mnalalamika sana na wanawake wenu. Kwani wanawasumbua kiasi gani? Mnawanga kisirani. Mbona si Waislamu? Alhamdulillah unapata mwanamke ambaye amesoma dini, anaelewa na yani raha duniani. Wanatusumbua sababu anajua hakuna kuongezea. Ndio wanawasumbua anakuwa kisirani. Sasa si unaona? Sasa nyinyi mmekaa sehemu mna kisirani mingi. Sasa wacheni hii mambo ya kisirani. So sasa Uislamu ni dini ambayo haina mambo mingi ya Kiislamu. Mwanamke anajua haki zake na anajua namna akiolewa, anajua anakuja kwa hiyo boma kufanya nini na nini. Unaona? So Uislamu ni dini ambayo ina utaratibu wake. So karibu sana. Swali la mwisho. Swali la mwisho Je, imewezekana ni mtu mwenye uwezo na kweli una uwezo wa kuweza kutunza watu. Kuna wa kwanza amefunga harusi, wa pili, wa tatu, mnaweza funga harusi yote, lazima ufunge harusi. Hakuna kukaa na mwanamke hujafunga harusi. Utafunga harusi wote. Hapo nitangangana mpaka nije hapo. So wewe unataka uje ndio uoe. Na usisilimu kwa ajili ya kuoa. Silimu kwa ajili ya Mungu. Unajua nyinyi naona mnapenda sana wasichana, msisilimu kwa ajili ya kuoa, usilimu kwa ajili ya Mungu. Haya, wewe ni Tasali. Mimi naitwa Titus Warren. Titus Warren. Wewe ni mshirika wa kanisa gani? Anglican. Hiyo ni kanisa la Uingereza. Yesu hajafika Uingereza. Wakristo mtakuja kunionyesha mambo. Anglican. Asante sana. Una swali ungependa kuwauliza Waislamu? Tumefika katika uwanja. Kama una swali, nafasi iko ya kusilimu. Tena kusilimu ni free na kusoma ni free. Niko na swali. Hebu injika hiyo swali na uongeze sauti kidogo. Niko na swali lakini si ngumu sana. Nataka ulete hiyo nyepesi alafu uongeze ngumu baadaye. Hadi tangu nisaliwe kuna kitu inanisumbuanga kwa akili. Yaani kuna kitu inakusumbua kwa akili. Mbona sisi Wakristo tukichinja ng'ombe hamwezi kula, ninyi Waislamu mkichinja tunakula sisi wote? Asante sana. Ni kwa sababu Wakristo hawana sheria ya kuchinja. Yaani Mkristo hana sheria ya kuchinja. Hebu tufunze katika Ukristo, unapoenda kuchinja mnyama ni sheria gani na gani unafuata? Ukristo umekufunza unapotaka kuchinja mbuzi kwa mfano.
unatumia sheria gani na gani mpaka ukate kichwa? Hapo sijui. Sasa utachinjaje wakati sisi tutakulaje? Wewe mwenyewe hujui anachinjwa namna gani? Sikiza, masharti hujui. Sikiza, sisi Waislamu tunapewa masharti wakati tunachinja. Unafanya nini? 22:36 Qur'ani, muonyeshe aone na macho yake, asije akasema mambo yetu. Kichwa vizuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ngamia, na ng'ombe, na mbuzi, na kondoo wa sadaka. Tumekufanyieni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hao mnayo kheri nyingi. Asante. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao. Wasimamapo safu safu. Unapofanyaje? Mnawachinja. Tunaambiwa tutaje jina la Mwenyezi Mungu tunapowachinja. So Waislamu tunafundishwa unapochinja mnyama lazima utaje jina la Mwenyezi Mungu. Wataji. Sio nimekuuliza kama mnataja. Na ungeniambia mnataja jina gani? Unaona, wewe ukaniambia hata wewe mwenyewe hujui. Sasa wewe ukichinja nitakulaje? Sawa? 5 kitabu cha Qur'ani. Kwa sababu kichinjo kuna wengine wanachinjiwa mashetani, kuna wengine wanachinjiwa mapepo wa nini. Sisi kichinjo chote tunachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wakristo anaweza chukua kuku akaweka hivi akagongesha mlango, kichwa iko huko, mwili pande hii. Unaona? So hiyo hatuwezi kula kwa sababu haijachinjwa. So kuchinja kuna sheria zake. Kisha lazima unoe kisu, kile kitu unakata nacho. Kuna sheria zimewekwa. Sikiza sasa Mungu anatuambiaje? Qur'ani inatuelezaje katika kichinjo? Lazima kiwe namna gani? 5 na kuna watu nikisoma wajeelewa. Tunasoma maelezo ya 5 Qur'ani kwa sababu 5 inaeleza kuhusiana na uhalali wa vyakula vya ahlul kitab. Sasa 5 inatufafanulia zaidi maelezo yake 5. Inasema maelezo yake ya 5. Sikiza inasemaje? Chakula cha kuchinja. Sikiza, chakula cha kuchinja hakiwi halali kwa Waislamu. Hakiwi halali kwa Waislamu ila kichinjo la Muislamu. Kitu ya kwanza, hakiwi halali kwa Muislamu isipokuwa kichinjo na Muislamu. Na ndio unaona vichinjio ya Kenya wakaweka Waislamu. Walijua Wakristo mko, lakini wanajua hamna sheria ya kuchinja. Lakini nyinyi tukichinja tunawapatia, mnatoa ngozi. Unaona kazi yetu. Kazi yenu mnatoa ngozi. Alafu toa ngozi. Tunatoa pia, lakini nyinyi kuchinja mchinji. Sisi ndio tunachinja, tunawarushia, mnatoa ngozi, tunagawana nyama vizuri. Sawa? Tunarahisishiana kazi. Usituachie kazi yote sisi. Kama nyinyi mmetudharau. Sisi hatujadharau. Hata Waislamu tunatoa ngozi, lakini tunasaidiana. Bwana vizuri, msituachie kazi yote. Kwa sababu sisi tumepewa kazi ya kuchinja. Malizia hiyo maelezo yake. Au kichinjwe na Myahudi, au kichinjwe na Myahudi, au Munasara, malizia, kwa sharti ile ya kuchinja, kwa ile sheria ya kuchinja. So lazima ufuate sheria. Sheria ni gani? Lazima ulitaje jina la Mwenyezi Mungu wakati unachinja. Bismillah, Allahu Akbar. Sasa wewe hujamtaja Mwenyezi Mungu, tutakulaje ile chakula? Ile kitu tunakula kwenu omena, samaki, hiyo tunaruhusiwa. Kwa sababu wale sheria yao tofauti na kichinjo. Na nielewa so tunawapenda sana. Na kuna watu wanawapenda Wakristo kama Waislamu. Tunatoka misikitini tunakuja kuwaita ili mfaulu. Tunaambia kwenu Waislamu, kul la ilaha illallah, tokeni katika ushirikina. Tokeni katika kusema Mungu ana mtoto. Tokeni katika kusema Mungu ni watatu. Tokeni katika kusema ati kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mama, kuna Mungu Mtoto. Wacheni Mungu mmoja peke yake. Sasa nimekusikia. Na usipokuwa Muislamu kuna makosa mbele, utaenda kuchomwa usipokuwa Muislamu. Yaani Muislamu huwa hachomwi. Muislamu atachomwa yule ambaye hatafuata sheria, kwa sababu Mtume ametuambia umma wake watu wote wanaingia peponi isipokuwa yule hataki. Sasa wewe kama ni Muislamu umekataa kusali, wewe ndio unataka kwenda motoni peke yako. Wewe ni Muislamu hutaki kufuata sheria ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha, wewe ndio utaenda motoni kwa kutaka kwako. Kwa sababu kuna sheria ambazo ukitekeleza unaingia paradise. Kwa sababu kuingia huko ni bure. Kuingia paradise bure ni kutekeleza sheria za Mungu unaingia. Lakini lazima uwe Muislamu. Kama wewe si Muislamu hamna nafasi pale. Pole lakini ndio haki ilivyo. Hata kama inauma ndio haki. Hatuwezi kosa kusema haki. Ndio hivyo kaka. Nimesikia. Na kuwa Muislamu si mzigo. Niko na swali lingine. Injika swali. Ni yangu personal. Hata kama ni yako nini, wewe injika swali yote maadamu ya dini.
Tangu utotoni. Mimi nimekundua watu hapa duniani wenye wanakuanga na kichwa ngumu na Waislamu wana makaidi sana. Wengi wanakuanga Waislamu. Kwa nini? Asante, wewe umegundua watu ambao wana kichwa ngumu na watu ambao ni magaidi ni Waislamu. Unajua sasa hiyo ni yako umegundua na ni fikira zako. Unaona? Sasa fikira zako hizo ni fikira mbovu. Kwa sababu Waislamu hawako katika ugaidi, Waislamu hawako na kichwa ngumu. Kwa sababu Waislamu wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu hutii na hufuata. Na mbona hizo Waislamu hawana hiyo mambo? Sasa swali lingine mimi naona hata watu wenye kichwa ngumu ni Wakristo. Unajua kwa nini? Wakristo wafuate sheria za Mungu. Waislamu wananyenyekea kwa sababu Uislamu ni kunyenyekea sheria za Mwenyezi Mungu. Lakini Wakristo wakiambiwa sheria ya Mungu wanakataa. Wakristo wanaambiwa katika Biblia wamsujudie Mungu, wapeleke uso chini, wamekataa. Sasa swali lingine ya mwisho, lete hiyo ya mwisho. Naona hiyo unaruka kwa sababu sajua ndio unairuka. Alafu Wakristo mimi nawashangaa. Wakristo mimi naona wewe umesema wa terrorizing. Terrorizing ni kuterrorize watu. Wakristo naona wanachukia mpaka wanawake. Wanachuki mpaka na wanawake katika Biblia Wakristo. Sasa yeye iliandikwa, mimi sio mwenye aliandika hiyo Biblia. Lakini wewe si unafuata Biblia? Kuna mahali nimeona inawadhulumu wanawake wa Kikristo. Maana yake inasema Mkristo inasema Biblia. Au tuisikie 25:11 Kumbukumbu la Taurati, alafu uulize hiyo nyingine. Biblia ina dhuluma ya kijinsia. Ina dhuluma ya kijinsia. Alafu nyinyi mnasema wao Waislamu hapana. Nyinyi mjasoma hizi vitabu Kumbukumbu la Taurati 25:11. Hebu angalia na macho yako. Inasema mwalimu wangu, washindanapo wanaume wako wao. Ukipata wanaume wawili wanashindana, maana yake wanapigana mieleka, wanaume wanapigana. Akakaribia mke mmoja wapo. Akakaribia mke mmoja wa wale wanaume wawili ambao wanashindana, wanapigana mangumi zao. Ili kumwokoa mmewe katika mkono wa mpigae. Anakuja kuokoa bwanake kwa sababu bwanake amelemewa, anatwangwa na ule opponent. Sasa huyo kaja kuokoa bwana yake, anapigwa. Sikiza Biblia inasemaje? Yule mwanamke akatoa mkono wake na kumkamata tupu yake. Akakamata tupu ya mwanaume. Unaona? Ule mwanamke akaja akakamata tupu ya ule mwanaume, anajaribu kusaidia bwanake. Sikiza Biblia inasema ule mwanamke atafanywa nini? Sehemu nyeti. Sehemu nyeti yenyewe. Umkate mkono wake. Biblia inasema ukate mwanamke mkono wake. Malizia. Lisiwe na huruma na jicho lako. Na usiwe na huruma. So Biblia inafunza ukate mwanamke mkono wako na amekuja kusaidia. Mimi naona ina dhuluma ya jinsia. Unajua mimi sijaandika. Hapo sisemi kitu. Hapo usemi kitu. Maana yake wewe ushaelewa. Injika swali hiyo unaleta sasa. Swali lingine nikiwa town center. Ulikuwa town center. Nairobi ama town center gani? Nairobi. Na wananga Woria na kitu kingine kwa Katoliki inaitwa Sapure. Woria wanakaanga na kitu kingine kama kamba hivi. Mimi sijui ni ya nini. Woria naye ni nani? Unajua sijajua unasema Woria. Nyinyi nani mnapea watu majina? Anakuanga na kitu kingine Waislamu wanapenda kupepa mkono. Lakini nyinyi sijaona nayo, nyinyi mkitembea nayo. Sasa ni kitu kafupi tu, si kubwa kama ya Wakatoliki. Inaitwa tasbihi ile. Hiyo ni ya nini? Hiyo ni ya kutaja majina ya Mwenyezi Mungu. Kumbukumbu la Taurati 6:4. Jina nisikie. Sikiza ndio nakuonyesha, inasema hiyo ina utepe, inatengenezwa kitu kidogo na inafungangwa kwa mkono, sio kwa shingo. Inawekwa kwa mkono. Sikiza inasemaje? 6:4 baba, Kumbukumbu la Taurati. Tumpe vitu huyu, maana yake Biblia yenyewe hasomi. Mambo yote yako hapa. Sikiza. Israeli. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Naye mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo. Maneno haya ninayokuamuru leo ya kumpenda Mungu, unasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa. Kumpenda Mungu. Dakika moja tu. Teremka katika hizo nyanja. Maneno hayo. Sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Naye mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo. Maneno hayo ninayokuamuru leo ya kumpenda Mungu na kumtaja Mungu, yatakuwa katika moyo wako. Yatakuwa kwanza katika moyo wako.
nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Kwanza uwafundishe watoto wako kwa bidii. Ndio unaona Waislamu wanapeleka watoto katika madrasa, nyinyi hamwezi peleka kusomesha Biblia kwa sababu najua sio hayo maneno ya Mungu. Ndio hivyo, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na unapoketi unamsabihi Mwenyezi Mungu, na utembea hapo njiani, na unapotembea njiani unaenda ukizungumza, na ndio unaona hiyo utepe. Sikiza habari. Na ulalapo na uondokapo yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Sikiza, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Unayafunga namna gani? Malizia. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Yanakuwa utepe. Ndio unaona ile vitu, utepe ni kitu kanatengenezwa kako round, kana shimo hivyo. Ndio unaona anakavuta hivi tu. Anamsabihi Mwenyezi Mungu. Sasa nyie ndio hamtaki. Hata pia sisi Wakristo tuko na hiyo. Mnafaa kuwa na hiyo, lakini mlikataa. Maana nyinyi watu wapinzani kila wakati. Sisi naona Wakatoliki wako na hiyo, hiyo ni Wakatoliki yao ni tofauti sana, kwa sababu yao ni ya kumswalia kwanza Mariamu. Sisi hatuswalii Mariamu pale. Sisi tunamtaja Mwenyezi Mungu. Maria mtakatifu. Pale wao wanasema Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi sasa na saa ya kufa kwetu. Mungu atakuwaje na mama wewe? Hata kwa akili yako. Yangu imeisha hivi. Mungu anaweza kuwa na mama? Nimemaliza. Kabla hujamaliza ndio nauliza. Wakatoliki pale wanasema katika sala ya Mariamu. Katoliki. Lakini wewe Mkristo? Ni Anglican. Anglican wanasema Mungu ana mama? Sasa ile ya Katoliki wanasema Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi na sasa na saa ya kufa kwetu. Unaona? Na Mungu hana mama, so ile sio hiyo. So wewe kinachokuzuia kizungumkuti wewe Muislamu nini? Mimi ni mambo mingi. Lete ya kwanza. Ya kwanza ni ile ya kuingia msikitini utoe viatu wache kwa mlango. Asante sana. 3:5 kitabu cha Kutoka. Njoo hapa nikuonyeshe. Sasa wewe ndio ufuate hata Biblia. Wewe unaogopa tu kwenda kwa msikiti ati ukitoa kiatu weke nje. Unadhani kiatu yako kuna mtu anaiba. Kakangu, hakuna mtu anaiba msikitini pale kiatu yako. Pale hizo utakipata tu kiko salama. Kanisani unahofia ukitoa kitaibiwa. Unaona? Pole lakini Sasa hiyo Anglican ndio hivyo. Lakini kutoa, sikiza 3:5 Kutoka. 3:5 nasema. Naye akasema usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo usimamapo, mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Kumbe Musa pia aliambiwa atoe viatu kwa sababu sehemu anaosimama ni nchi takatifu. So sehemu unaongea na Mungu ni sehemu takatifu. So kanisani kwa sababu uongei na Mungu ndio unaingia na kia. Mbona hii maiki ifanyi? Yoshua 5:12. Wacha nikuonyeshe, sio wewe tu walitoa, ni wengi walitoa. So ukiona mtu hatoi kiatu mahali anaabudu, maana yake haongei na Mungu. Sikiza 5:14. Hapo Moses alikuwa anaenda kwa mlima ndiye alitoa viatu. Sio kwa mlima, alikuwa katika sehemu anayoongea na Mungu. Ana communicate na Mungu. Ilikuwa ni katika kichaka. Sio katika mlima wakati hiyo. Sasa sikiza, mwingine pia aliambiwa atoe 5:14. Akasema lakini nimekuja sasa. Niliamiri wa jeshi la Bwana. Yoshua unamjua? Namjua. Aya, sikiza Yoshua naye alifanyaje? Akapomoka kiuso hata nchi. Naye akasujudu. Yoshua akapeleka uso wake chini akasujudu, lakini kuna makosa alifanya. Sikiza kosa gani? Akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Asante. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako. Kwa nini? Kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Kumbe hata Yoshua wakati alienda kuongea na Mungu aliambiwa atoe nini? Viatu. So watu wakati walikuwa wanaongea na Mungu walikuwa wanaambiwa atoe nini? Viatu. Lakini watu ambao hawaongei na Mungu wanakaa na nini? Sijui. Wanakaa na viatu. Na ndio unaona kanisani utoe viatu kwa sababu uongei na Mungu. Yoshua akiongea na Mungu anatoa viatu. Musa akiongea na Mungu anaambiwa atoe viatu. Sasa mahali ambapo unazungumza na Mungu ndio unatoa viatu kwa sababu una communicate na Mungu. Hiyo ni sign moja ya humbleness. Kujinyenyekeza. Inamaanisha sisi Wakristo tukue tukitoa viatu. Mnafaa kutoa, lakini mkitoa muwe Waislamu. Kwa sababu hata mkitoa na sio Waislamu hamna faida mtapata. Qur'ani 5:84. 3:84. Hata ukitoa kama wewe si Muislamu bado lazima uwe na raba stam uwe Muislamu. Sasa kitandani unatoaga? Hata kitandani unatoa. Lakini kwa nyumba ya Mungu hutaki kutoa kwa sababu unaidharau. Sikiza, Qur'an 3:84. 3:84. Ukitoa na wewe sio Muislamu bado kuna tatizo.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wacha asikize vitu huyu kaka. Asema tumemwamini Mwenyezi Mungu. 3:84 mwalimu. 85 enda. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi itakubaliwa kwake. Wewe ukienda na dini nyingine ambayo si ya Uislamu haiwezi kukubaliwa. Mungu anaikataa. So wewe ukibeba Ukristo unaenda kwa Mungu utakataliwa. Na ndio tunakuonya mapema uwe Muislamu. In a humble way. Malizia naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Hatutaki upate hasara, tunataka upate faida. Wewe unataka hasara faida? Faida. Sasa wewe unaendanga kanisani msikitini? Kanisani pole sana. 11:17 unapata faida pole, lakini sikiza kanisani unapata nini? Ndio shida iko pale. Wakorintho wa kwanza 11:17. Kaka tunampeleka mpola. Kule Uganda tunasema katonda aliumu. Katonda atalina mwana. Habari nzuri? Sikiza habari. Inasema lakini katika kuagiza haya si wasifu. Lakini katika kuagiza haya si wasifu. Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Tunaambiwa kuna watu wanakusanyika lakini hawapati faida, wanapata nini? Hasara. Sikiza wanapatikana wapi? Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu. Kumbe mkutano wa kwanza wa watu ambao wanapata hasara unapatikana wapi? Anasema kanisani. Ni Biblia ndio imesema kanisani. Na wewe unaenda wapi? Kanisani. Kuchukua hasara. Sasa wacha. Sema bismi. Nyanyua tu kidole. Wakati ndio huu. Wakati wa kuongoka ndio huu. Ingali na maswali. Injika lingine. Yenye mniuliza kwa sababu kwani siwezi injika lingine. Sasa kwa nini kwa Qur'an mahali kuna mahali penye waliandika mvae kanzu mkienda msikitini. Asante sana. Anauliza katika Qur'ani kuna mahali tumeambiwa tuvae kanzu tukienda msikitini. Kanzu inakuwa ni sunna. Lakini katika Qur'ani watu walikuwa wakivaa kanzu. Suratu Yusuf baba 12 piga 100. Hawa manabii walikuwa wakivaa kanzu. Kanzu ni sunna. Mbona vizuri manabii walikuwa wakivaa ndio tunavaa kwa sababu ni mavazi mazuri. Sikiza habari we. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Walifanyaje hawa? Na walipoingia kwa Yusufu aliwainua wazazi wake. 100 nataka wakalete kanzu yake ikiwa imeraruka. Hapa kuna kanzu hivi hapa. 12 inatoka kidogo. Iko hapo. Kanzu tunaambiwa ni sunna. Sunna maana yake ni kitu ukifanya unapata thawabu. Na ukinini. Ndio nakueleza. Maana yake kanzu ni sunna, nimekueleza katika Uislamu. Ni mavazi ambayo yanakubalika katika Uislamu. Kanzu ni mavazi miongoni mwa mavazi. Yanakubalika, hayakataliwi. Umeipata? Haya, somee. Basi alipokuwa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Basi alipokuja mtoaji wa habari njema, akaiweka kanzu ya Yusuf mbele ya uso wake. Sikiza, Nabii Yusuf alayhi salam tunaambiwa alikuwa akivaa kanzu. So walipokuja kwa baba ya Yusuf ili wamdanganye amekuliwa na mnyama, walileta kanzu. Unapata vizuri? So kanzu ni mavazi yanajulikana, yanafaliwa paka na manabii. Yalikuwa yakifaliwa kaka. Na wewe tunaona kanzu yako size yako tunatoshana. Mimi nakuletea zangu zimefuliwa na kuletea kaka. Tena nzuri tu, usiwe na wasiwasi. Kanzu nzuri tu. Tena ya white kwa sababu ya white nayo mashallah. Niko na swali ya mwisho. Lete ya mwisho ndio nimesema naitwa Titus Warren. Wewe unaitwa Titus Warren. Sasa nikiingia upande wa kwenu, jina ndapatilisha paka kwa ID ama itabaki tu hivyo? Unajua ID ni ngumu kupatilisha. Asante sana. ID kuna uzito kidogo lakini inafanyika. Hata mimi niko hizo process pole nabadilisha. Hata mimi ndo niko katika process bado. Unaona? So sikiza, inachukua muda. Wala unajua kuna labda una nini unakata hiyo. Haina shida. Kwanza kile kitu unafanya ukiingia katika Uislamu, uwezi kusema sitaingia katika Uislamu kwa ajili ya kubadilisha majina, hapana. Unaingia katika Uislamu kwanza ni imani. Imani iko katika moyo wako. Kwanza unakubali unakuwa Muislamu. Majina
unakuja ukibadilisha pole pole. Wakati utapata nafasi vizuri utabadilisha. Na majina huwa yanabadilishwa kwa sababu maybe wakati mwingine atakusaidia, maybe ukifariki watu watajua vizuri wewe Muislamu, na nipata vizuri. Kuna mambo mengine unaenda ni lawyer, unachukua affidavit, inapelekwa hivyo, ina take process, lakini inabadilika. Unaona, hata mimi bado yako yale Peter Ngugi wa Nyoike, lakini ndio process nimeanza pole pole. Unajua kuna document za shule na nini, na Kenya ukibadilisha ID lazima ubadilishe hata kama ni certificate zote za shule kama unataka kutumia, kwa sababu ukienda tu utaambiwa ni forgery. Unaona so lazima zote ubadilishe pole pole. Hiyo ina take time, lakini wewe kusilimu haitaki time, kwa sababu kusilimu unaweza kufa wakati wowote, na Allah ndio anakujua zaidi. So wewe ukisilimu unaanza kusoma, unajua dini. Jina haikupeleki ati lazima ati jina haikupeleki nini, lazima kwanza uwe Muislamu. Uislamu umesimama katika nguzo ngapi? 5. Nguzo ya kwanza ni shahada. Kuna maswahaba walisilimu na wakubadilisha majina, iko katika tarehe, unanipata vizuri? Inaangaliwa jina yake ina maana mbaya ama iko namna gani. Unaona, wako maswahaba waliosilimu wakubadilisha majina. Unaona, so wewe kinachoangaliwa, Uislamu unasimama katika nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni shahada, ya pili ni sala, ya tatu ni zaka, ya 4 ni kufunga saumu, ya 5 ni kuhiji katika Maka, kwenda katika hija. Hata kumaanisha wewe pia ungali Mkristo, kwa sababu uko nusu Mkristo, upande mwingine uko Muislamu. Majina kama ingali kwa Wakristo, mbona niingie kwa Waislamu? Hiyo itakuwa ni fikra ndogo, kwa sababu jina haikufanyi kuwa Mkristo. Majina ilikuwa ya ukoloni, tuliletewa na wakoloni tukalazimishwa. Nampata vizuri? Mbona tutumie yetu ya Kiafrika tu, tutoe hii ya ukoloni? Sasa kama uko na ya Kiafrika iko sawa, haibadilishwi. Katika Uislamu haibadilishwi ya Kiafrika. Ni majina tulioletewa ya ukoloni na ya kufanyi. Wengi hata wanaitwa, hata utasikia anaitwa Johnson, wala hata kanisa, mlango wa kanisa hajui iko wapi. Ni ukoloni. Wakati tulikoloniziwa, wale walilete majina yao wakatubandika na nguvu. Para vizuri. Ndio unaona hata viongozi wengine hata uwezi jua jina yake, kwa sababu hawaitanishwi na hii majina ya kizungu. Wamekuja wakinyofoa. Kwa sababu mzungu anakuita John na anaenda kule anaita umbwa yake John. Sasa wewe ukienda kumfanyia kazi unasikia John, wewe unakimbia na umbwa inakimbia. Sasa hujui nani ameitwa. Unaona kwa sababu ana madharau kidogo. Sawa, Sunday nimeisha hivyo. Na katika Uislamu tunachukua majina mazuri kama mimi naitwa Salim. Maana yake mja aliyejisalimisha. Unaona? Utasikia mtu anaitwa Rashid. Rashid maana yake kiongozi. Hassan inamaanisha nini? Hassan inamaanisha mja mwema, mtu mwema. Hassan. Huzaifa? Huzaifa labda niangalie inamaanisha nini. Majina ya Kiislamu yana maana, lakini hakuna jina haina maana. Huzaifa nitaangalia, lakini jina nzuri sana Huzaifa. Wewe unataka Huzaifa? Hapana, nimeuliza tu. Ama tukupe Hussein? Mimi niko sawa na Titus Warren mwenyewe. Titus maana yake nini? Titus maana yake nini? Wewe ndio usome kwa Biblia kitabu cha Tito utajua. Ndio nauliza maana ya Titus. Tusome ngapi tujue Titus maana yake. Hiyo ndio ndakuta kumwambia kesho, si leo. So utatuletea kesho. Asante. So karibu sana kesho. Haya brother, nikusalimie. Anakuita nani? Benedict. Benedict. Nini maana ya Benedict? Tena Benedict. Wewe unasikia hiyo jina? Hebu karibia kwanza. Benedict maana yake nini? Nitakwambia. Sasa utaniambia na ni jina yako. Mimi nataka nijue tu maana yake. Hapa sasa hivi ukasema nyingine utasema kesho utaangalia. Hiyo nimeambiwa Hudhaifa. Hudhaifa nimemwambia, lakini wewe ndio. Mimi naitwa Salim. Salim maana yake mwenye amejisalimisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu, lakini pia yako utaenda kuangalia. Peter maana yake jiwe. Niliitwa nikiwa mtoto nikaitwa jiwe. Peter jiwe. Maana yake jiwe kitu kisikii. Unajua sasa wakati ulikuwa unaitwa ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha jiwe. Biblia ndio inasema 1:42 kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohana. Mtu asiyesikia. Na ndio nashangaa bwana. Unaona hiyo ilikuwa ni wakati wana wazazi wamenipinjika hiyo, nikawekelewa Peter maana yake jiwe. 1:42 Yohana. Wewe unaweza sasa mtoto ukamuita jiwe bwana. Jiwe kitu kisikii, yaani unamuita mtoto jiwe wewe.
makosa. 1:42 sikiza. Akampeleka kwa Yesu. Akampeleka kwa Yesu. Naye Yesu akamtazama. Naye Yesu akamtazama. Akasema, wewe Simoni, wewe ni Simioni mwana wa Yohana. Tena wewe ni mwana wa Yohana. Nawe utaitwa Kefa. Na wewe jina lako litakuwa Kefa. So the original name ilikuwa ni Kefa. Maana yake? Tafsiri yake Petro. Yani tafsiri yake Petro kwa kizungu ndio wanaita Peter. Au jiwe. Au mawe, kitu akisikii. Sasa wewe unazaa mtoto unamuita wewe mtoto nimekuita mawe. Chuari. Haiko na meaning. Haina meaning mawe, si ni mawe kaka. Sasa wewe unaweza zaa mtoto ukamuita mawe? Swali yangu ni injika swali sasa. Ni kwa na kuna ingine ngoja kidogo. Utauliza kabisa. Kuna ingine unasikia ni Charles. Charles maana yake mkia wa panya. Unaona? Lakini hebu chukua dictionary uangalie. Ni dictionary inasema majina mengine. So mengine walituwekelea ambao sio mazuri. Lakini tuache hayo. Injika swali. Sasa kwa na sauti weka kidogo ndio tusikie. Kwa Waislamu. Kwa Waislamu ambao ndio sisi umetupata. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Nataka kujua protocol ya Muislamu. Protocol kuanzia chini mpaka juu. Protocol ya Muislamu kazi yake. Na kazi yake. Protocol ya Muislamu kuanzia juu mpaka chini. Kuanzia chini mpaka juu, protocol ya Muislamu ni kushika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna protocol nyingine iko juu ya hiyo. Wala hakuna aliye chini ati ndio atashika, aliye juu hatashika. Awe juu awe chini, maadamu ametamka kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Protocol yetu ni kufuata Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio protocol ya Muislamu wote duniani. Leadership yake. Leadership kuwa kiongozi katika Uislamu ndio sasa inaangaliwa. Leadership katika Uislamu kwanza haujichagui. Sawa? Ati ukasema mimi ndio nitaongoza watu. Hiyo hapana. Tena leadership ya Uislamu iko na maswali siku ya kiyama mengi sana, kwa sababu utaulizwa kwa wale uliokuwa ukiwachunga. So leadership ya Uislamu ni watu waamue, waseme wewe tumesema utuongoze. Na wewe yule asiyetaka uongozi ndiye anapewa uongozi kwa sababu atafanya uadilifu, lakini yule anayejipeleka kimbelembele kutaka uongozi, huyo hafai kupewa kwa sababu atawadhulumu watu. Mnatafuta mtu, mnaangalia katika mujtima, mnasema huyu Kasim huyu anaweza akatuongoza kwa sababu tunaona tabia zake na kila kitu. Mnamfuata, anaambiwa wewe ndio tunataka uwe kiongozi. Kwanza mnajua ako na elimu. Unaona? Kwa sababu uongozi sio mchezo. Hao wanaojileta kimbelembele tunataka uongozi. Mikora. Uongozi ujichagui katika Uislamu, unafaa kuchaguliwa. So for example, kama mimi ni Mkatholiki. Wewe Katholiki tunakuanga na father. Nakuwa na father. Father ni church. Mwenye anasimamia for example hii area. Asante. Sasa nyinyi kama uko na msikiti pandai na huo mwingine pandai, mnakuanga na any leadership tena hiyo msikiti kama ni Nairobi? Iko kuna watu wanaitwa imam kama ni imam, kuna imamu wa msikiti wa Jenga, kuna imamu wa nini. Sasa imamu naye lazima aangaliwe. Kwanza amesoma mpaka wapi, inaangaliwa hiyo, na inaangaliwa pia akhlaq zingine zinaangaliwa. Anaonekana huyu anaweza kuwa kiongozi mzuri, anaambiwa njoo ukaongoze pale msikitini, awe imamu, kwa sababu imamu pia ako ni masuhulia mbele ya kiyama, ataulizwa kwa wale aliokuwa anawachunga. So na imamu ndio ako kwa msikiti na imamu ndio final kwa msikiti. Hafai kuwa na mtu yeyote juu ya imamu. Imamu akitoa kauli ndio inafuatwa kwa sababu yeye ndio kiongozi pale na ndio ataulizwa na Allah. Na for example tuseme hii msikiti yenye unaendanga na wewe ni imamu, upelekane na ile tuseme iko Isli ama ingine. Hata ile iko Isli iko na imamu, wote wako na imamu. Sasa yako iendanishe na hii kama utataka kutia hiyo deni. Iwe ndogo. Asante. Ati anataka kubadilisha, imamu hawezi badilisha kwa sababu imamu sheria zake anazofuata ni Qur'ani. Hana sheria nyingine atatunga afuate kwa msikiti. Anafuata sheria za Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi. So akileta jambo jipya ndani ya msikiti, wale maamuma wanakaa chini wanamwambia hili jambo umetoa wapi? Liko wapi ndani ya Qur'ani? So hawezi badilisha chochote ndani ya msikiti kwa sababu msikiti unagaidiwa na Qur'ani, sio akili ya imamu.
Sasa Sheikh ni nani sasa? Shekhe ni mzee, hiyo ni jina ya mzee. Shekhe ina maana nyingi. Hata mtu tajiri anaitangwa, wengine wanamuita shekhe, na kuna goja, na kuna mzee anaitwa shekhe pia, na kuna wasomi pia wanaitwa shekhe, lakini jina maalum wanaitwa maulama. Tuna maulama wetu, yani wasomi, wanazuoni, wanachuoni. Unaona, kuna wanachuoni wale wasomi ambao wanachukuliwa fatwa ndani yake. Kuna wasomi ambao wamekula vitabu kisawasawa. Sasa hao wanakuwa ni maulama. Kukipatikana hitirafu, yani hii jambo hamulielewi, mnaenda kwa ulama mwanachuoni, anawaambia hili jambo liko hivi na hivi. Kwa nini? Kwa ushahidi wa hii na hii na hii, ilifanyika wakati wa Mtume Muhammad, au ilifanyika wakati wa maswahaba, au ilifanyika wakati wa tabi'in. Unaona, anawaeleza na anatoa dalili. Kwa sababu Uislamu sio mambo ya kichwa, lazima kuwe na dalili. Sasa viongo vya elimu hiyo, kuna watu wanaitwa madoktor, kuna watu wanaitwa mujtahid, kuna wengine wanaitwa marja, kulingana na elimu zao. Sasa hiyo ni elimu sasa. Sio mambo ya msikiti. Msikiti nimekuambia, kiongozi wa msikiti yule yuko anaitwa imam. Full stop. Wale sasa ni wasomi, iwe kubwa iwe ndogo, yule anayeongoza anaitwa imamu. Ndio kiongozi, ndio kiongozi pale msikiti. Kama Ibrahim tumalizie na 16 120. Hata huyu alikuwa ni imamu. Sio tunahari. Wewe vipi? Yani kaka, tunakwambia tunakupenda kwa ajili ya Mungu, na ndio tunakuja kukufunza maneno ya ukweli. Na ukiona ni ya ukweli, usiweke moyo wako giza, ukose kuyakubali. Yakubali pia. 12 120 sikiza. Yani Uislamu ulikuja kutoshanisha watu. Sio kwamba kuweka matabaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika Ibrahimu unamjua? Abrahamu namjua. Si Abrahamu, Ibrahimu. Abrahamu alibadilishwa hiyo jina Abrahamu. Anaitwa Ibrahimu. Sawa? Rudia asikie. Hakika Ibrahimu alikuwa imamu. Kumbe Ibrahimu naye alikuwa ni nani? Imamu. Ilikuwa ni imamu, na tena ni mtume. Ibrahimu ni nabii. Sio mambo ya mtume, ni nabii. Sawa? Ni nabii Ibrahimu. Alafu juu yake, on top ya nabii, alikuwa ni imamu, maana yake ni kiongozi wa pale. Tena kiongozi mzuri wa kuigwa. Sawa? Tuseme for example, hii msikiti kwa hapa Nairobi. Hamuna kiongozi wenye anaweza waambia kama sisi wenye tunatokanga na bishop, archbishop. Hiyo haina. Unajua hii archbishop na bishop, hii ni biashara inafanyangwa. Unajua kwa nini? Pastor akiokota sadaka lazima apeleke kwa bishop. Ndio bishop agawe, kwa sababu yale makanisa ni ya bishop. Sawa? So usinifunze kitu mpya, mimi najua. Lakini misikiti ni nyumba ya Mungu. So haina bishop ati amekaa aletewe sadaka. Mimi najua makanisa yanakuwa hivyo. Bishop anakuwa ni mmoja, labda yeye ni wa Anglican, anakuwa ni mmoja, wakiokota pesa inaletwa kwa bishop. Kwa sababu bishop sasa ndio anajua namna ya kugawa. Anasema wewe uletangi nyingi, wewe utakula 50,000. Wewe unaleta nyingi, wewe mahubiri yako inaonekana unajua vizuri, toa ndugu, wewe chukua 150. Lakini kwa msikiti hakuna hiyo, kwa sababu misikiti yote ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hata duniani hamuna kiongozi wa msikiti wa Islam. Kiongozi wa Kiislamu tuko naye, anaitwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiza, kiongozi wetu ndio hii Qur'an. 17:9 Qur'ani, aya ya mwisho twende. 17:9 Qur'an. Kiongozi wetu Qur'ani kaka. Ambiwa time bado Bado 17:9 mwisho hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sura Isra. Wewe una sikiza kabisa. Hakika hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyooka kabisa. Sasa unasikia, Qur'ani inatuongoza. Ndio kiongozi sasa, inaongoza Qur'ani. Tena ndio muongozo wetu, tena inaongoza katika njia iliyonyooka kaka. Sio kama wewe unachukua kiongozi ambaye ni binadamu, akikosea ndio unakosea. Fanya hivi. Maana maswali yako mengi. Kuja na maswali kesho. Tunagoja kuja na maswali kesho, tulia kwanza. Hamna shida. Kuja kesho uliza haya maswali yote, kwa sababu time tunakimbia kusali. Maswali yako mazuri na uje mapema. Sawa kaka? Inshallah tunamalizia tukisema hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.